Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alilazimika kusimamisha kwa muda shughuli za mkutano wa Africa Forward Summit uliokuwa ukifanyika jijini Nairobi nchini Kenya baada ya umati wa watu waliohudhuria hafla hiyo kuendelea kupiga kelele na kufanya mazungumzo, wakati wasanii pamoja na vijana waliokuwa wamealikwa kutoa hotuba walipokuwa wakizungumza jukwani. Katika tukio hilo lililotokea hii leo Jumatatu, Mei 11 mwaka 2026, lililovutia hisia za wengi barani Afrika na Ulaya, Macron alionekana kukerwa na hali ya kutosikilizwa kwa wazungumzaji hao, jambo lililomfanya kuingilia kati moja kwa moja mbele ya mamia ya washirika waliokuwa ndani ya ukumbi huo mkubwa wa mkutano. Rais huyo wa Ufaransa aliwataka waliohudhuria kutulia na kuonesha heshima kwa watu waliokuwa wakizungumza mbele yao. Akiwa jukwani, Macron alisema kuwa kelele na mazungumzo yaliyoendelea wakati wa hotuba hizo yalikuwa ni ukosefu mkubwa wa heshima, akisisitiza kuwa vijana na wasanii waliokuwa wakipewa nafasi ya kueleza mawazo yao walistahili kusikilizwa kwa umakini sawa na viongozi wengine wa kisiasa au wafanyabiashara wakubwa waliokuwepo kwenye mkutano huo. Tukio hilo litokea wakati mmoja wa wasanii pamoja na vijana waliokuwa wakijadili mustakabali wa Afrika, maendeleo ya teknolojia, ajira kwa vijana na nafasi ya bara hilo katika uchumi wa dunia walipoanza kutoa maoni yao mbele ya wageni waalikwa. Hata hivyo, baadhi ya washiriki waliendelea kuzungumza pembeni, kupiga kelele na kuonekana kutotoa umakini kwa waliokuwa jukwani. Macron aliamua kusimamisha mtiririko wa tukio hilo kwa sekunde kadhaa na kuwataka watu wote ndani ya ukumbi huo kuwa watulivu. Alisisitiza kuwa haiwezekani kuzungumzia mustakabali wa Afrika huku sauti za vijana wa Afrika wenyewe zikipuuzwa au kutoheshimiwa mbele ya viongozi wa kimataifa. Kauli yake ilipokelewa kwa hisia tofauti katika mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya watu walimsifu kutetea heshima ya vijana na wasanii waliokuwa wakizungumza, wakisema viongozi wengi wa dunia mara nyingi hupuuza sauti za kizazi kipya katika mikutano mikubwa ya kimataifa. Wengine waliona hatua yake kama ishara ya kujaribu kuonesha nidhamu na umakini katika mijadala muhimu kuhusu maendeleo ya Afrika. Hata hivyo, pia kulikuwa na waliomkosoa Macron, wakisema namna alivyoingilia kati ilionekana kama ukali wa kupita kiasi mbele ya hadhira ya Afrika. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya diplomasia walieleza kuwa tukio hilo linaonyesha jinsi mikutano ya kimataifa inavyohitaji uwiano kati ya uhuru wa washiriki na nidhamu ya kusikiliza mijadala muhimu. Mkutano wa Africa Forward Summit uliokutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji, wanaharakati, vijana, wabunifu, wanamuziki na wataalamu wa teknolojia kutoka mataifa mbalimbali duniani kwa lengo la kujadili mustakabali wa maendeleo ya Afrika, uwekezaji, ubunifu wa vijana, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na nafasi ya bara hilo katika siasa na uchumi wa kimataifa. Uwepo wa Macron katika mkutano huo ulikuwa sehemu ya juhudi za Ufaransa kuimarisha ushirikiano wake na mataifa ya Afrika katika kipindi ambacho ushawishi wa nchi za Magharibi umepungua barani Afrika. Tukio hilo sasa limeendelea kusambazwa kwa kasi kupitia video mbalimbali katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakijadili ikiwa hatua ya Macron ilikuwa ya kuonesha heshima kwa vijana wa Afrika au ilikuwa ni namna ya kuonesha mamlaka yake mbele ya hadhira ya kimataifa. Eddie, you're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.